Tanzania yaingizwa kwenye orodha ya Marekani ya nchi zenye vikwazo vya visa. Serikali yaanza mazungumzo ya kidiplomasia. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekiri rasmi kuwa Marekani imeiweka Tanzania katika kundi la nchi zilizowekewa vikwazo vya sehemu kuhusu utoaji wa visa za kuingia nchini humo, hatua iliyozua mjadala mpana wa kisiasa, kidiplomasia na kijamii ndani na nje ya nchi. Kupitia taarifa rasmi ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, serikali imeeleza kuwa uamuzi huo ulitangazwa tarehe 16 Disemba 2025 na Rais wa Marekani Donald Trump na kuanza kutekelezwa kuanzia mwanzoni mwa mwaka 2026. Tanzania sio pekee yake. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Tanzania ni miongoni mwa nchi 15 zilizowekewa vikwazo hivyo, ambapo nchi nyingine 14 ni pamoja na Angola, Benin, Cote d'Ivoire, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Togo, Zambia, Zimbabwe pamoja na mataifa ya Caribbean kama Antigua na Barbuda na Dominica. Hatua hii inaonyesha kuwa suala hilo halijalenga Tanzania pekee, bali ni sehemu ya sera pana ya Marekani kuhusu udhibiti wa uhamiaji na usalama wa mipaka yake. Sababu kuu ya vikwazo: oversight ya visa. Serikali ya Marekani imeeleza kuwa chanzo kikuu cha uamuzi huo ni kile kinachojulikana kama oversight report, yaani taarifa inayoonyesha idadi ya raia wa kigeni wanaoingia Marekani kwa visa halali lakini wanazidisha muda wa kukaa kinyume na masharti ya visa walizopewa. Kwa upande wa Tanzania, taarifa hiyo inaonyesha kuwa asilimia 830 ya Watanzania waliopata visa za B1 AB2 biashara na utalii walizidisha muda wa kukaa. Asilimia 1397 ya waliopata visa za F1 na G wanafunzi, mafunzo ya ufundi na programu za kubadilishana walikiuka masharti ya muda wa visa. Kwa mujibu wa sera za uhamiaji za Marekani, viwango hivyo vinachukuliwa kuwa juu kuliko kiwango kinachokubalika, na hivyo kusababisha Tanzania kuingizwa kwenye orodha ya nchi zinazopaswa kudhibitiwa zaidi. Vikwazo Tanzania ilivyowekewa ni vipi? Ni muhimu kuelewa kuwa haya siyo marufuku kamili ya kusafiri, bali ni vikwazo vya sehemu, partial restrictions. Vikwazo hivi vinajumuisha kwanza, kuongezwa kwa ukali wa uchunguzi kwa Watanzania wanaoomba visa za Marekani, hasa visa za utalii, biashara na masomo. Pili, kuongezeka kwa uwezekano wa visa kukataliwa hata kama mwombaji ana nyaraka zote, kutokana na tathmini mpya ya hatari ya overstay. Tatu, kupunguzwa kwa muda wa visa kwa baadhi ya waombaji, ikiwemo kupewa visa za muda mfupi zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Nne, ongezeko la mahojiano ya kina ambapo waombaji wanaweza kuulizwa maswali mengi zaidi kuhusu mipango yao ya kurejea nchini, ajira, familia na uwezo wa kifedha. Hata hivyo, serikali ya Marekani imesisitiza kuwa Watanzania wanaokidhi vigezo vyote vya uhamiaji bado wataruhusiwa kuingia Marekani kulingana na tathmini ya kila mtu mmoja mmoja. Athari za kisiasa na kijamii kwa Tanzania. Hatua hii imeanza kuibua maswali kuhusu taswira ya Tanzania kimataifa, hasa katika masuala ya uhamiaji, ajira na ushirikiano wa kimataifa. Kwa upande wa kisiasa, wachambuzi wanaona kuwa tukio hili linaweza kuathiri mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Tanzania na Marekani, kuongeza shinikizo kwa serikali kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji wa wasafiri, kuibua mjadala kuhusu uwajibikaji wa raia wanaosafiri nje ya nchi. Kwa upande wa kijamii, athari zake zinaweza kuonekana kwa wanafunzi wanaotaka kusoma Marekani, wajasiriamali na wafanyabiashara, watalii na wanadiplomasia wa ngazi za kati. Msimamo wa serikali ya Tanzania. Serikali ya Tanzania imesisitiza kuwa tayari imeanza mazungumzo ya kidiplomasia na serikali ya Marekani ili kutafuta suluhu ya kudumu kuhusu suala hili. Kupitia Wizara ya Mambo ya Nje, serikali imeeleza kuwa inalinda maslahi ya Watanzania wote. Inawahimiza raia wake kuzingatia masharti ya visa wanazopewa. Inaamini kuwa suala hili linaweza kutatuliwa kwa njia ya mazungumzo na ushirikiano wa pande mbili. Serikali pia imeahidi kuendelea kutoa taarifa kwa umma kadri mazungumzo yanavyoendelea. Hitimisho. Kwa ujumla, kuingizwa kwa Tanzania kwenye orodha ya nchi zenye vikwazo vya visa vya Marekani ni tukio lenye uzito wa kisiasa na kidiplomasia, linalohitaji uangalizi wa karibu, uwajibikaji wa raia na diplomasia ya busara.
Wachambuzi wanaamini kuwa mustakabali wa uamuzi huu utategemea kwa kiasi kikubwa mwitikio wa serikali ya Tanzania, nidhamu ya raia wanaosafiri nje ya nchi, na mafanikio ya mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Dar es Salaam na Washington. Tanzania yaingizwa kwenye orodha ya Marekani ya nchi zenye vikwazo vya visa. Serikali yaanza mazungumzo ya kidiplomasia. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekiri rasmi kuwa Marekani imeiweka Tanzania katika kundi la nchi zilizowekewa vikwazo vya sehemu kuhusu utoaji wa visa za kuingia nchini humo, hatua iliyozua mjadala mpana wa kisiasa, kidiplomasia na kijamii ndani na nje ya nchi. Kupitia taarifa rasmi ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, serikali imeeleza kuwa uamuzi huo ulitangazwa tarehe 16 Disemba 2025 na Rais wa Marekani Donald Trump na kuanza kutekelezwa kuanzia mwanzoni mwa mwaka 2026. Tanzania siyo pekee yake. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Tanzania ni miongoni mwa nchi 15 zilizowekewa vikwazo hivyo, ambapo nchi nyingine 14 ni pamoja na Angola, Benin, Cote d'Ivoire, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Togo, Zambia, Zimbabwe pamoja na mataifa ya Caribbean kama Antigua na Barbuda na Dominica. Hatua hii inaonyesha kuwa suala hilo halijalenga Tanzania pekee, bali ni sehemu ya sera pana ya Marekani kuhusu udhibiti wa uhamiaji na usalama wa mipaka yake. Sababu kuu ya vikwazo: oversight ya visa. Serikali ya Marekani imeeleza kuwa chanzo kikuu cha uamuzi huo ni kile kinachojulikana kama oversight report, yaani taarifa inayoonyesha idadi ya raia wa kigeni wanaoingia Marekani kwa visa halali lakini wanazidisha muda wa kukaa kinyume na masharti ya visa walizopewa. Kwa upande wa Tanzania, taarifa hiyo inaonyesha kuwa asilimia 830 ya Watanzania waliopata visa za B1 AB2 biashara na utalii walizidisha muda wa kukaa. Asilimia 1397 ya waliopata visa za F1 na G wanafunzi, mafunzo ya ufundi na programu za kubadilishana walikiuka masharti ya muda wa visa. Kwa mujibu wa sera za uhamiaji za Marekani, viwango hivyo vinachukuliwa kuwa juu kuliko kiwango kinachokubalika, na hivyo kusababisha Tanzania kuingizwa kwenye orodha ya nchi zinazopaswa kudhibitiwa zaidi. Vikwazo Tanzania ilivyowekewa ni vipi? Ni muhimu kuelewa kuwa haya siyo marufuku kamili ya kusafiri, bali ni vikwazo vya sehemu, partial restrictions. Vikwazo hivi vinajumuisha: kwanza, kuongezwa kwa ukali wa uchunguzi kwa Watanzania wanaoomba visa za Marekani, hasa visa za utalii, biashara na masomo. Pili, kuongezeka kwa uwezekano wa visa kukataliwa hata kama mwombaji ana nyaraka zote, kutokana na tathmini mpya ya hatari ya overstay. Tatu, kupunguzwa kwa muda wa